natamani pia hata sisi tuzungumze kidogo, kwa maana ya kwamba sisi kama halmashauri kupitia 10% ya mikopo ambayo tunaitoa kwa mwaka 25-26 tumetoa jumla ya mikopo bilioni 1.8, ambapo kwa vijana, niende specific kwa vijana, tumetoa mikopo milioni 902 kwa vikundi 74 ambao wamenufaika katika nyanja tofauti. Kuna bodaboda na shughuli nyingine. Naomba nichukue nafasi hii kipekee sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameendelea kulijali kundi hili la vijana, na katika kulijali kwake ameamua kutoa shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya vijana na shughuli mbalimbali wanazozifanya. Lakini nishukuru zaidi serikali kwa jinsi ambavyo ndani ya jimbo la Kyela nasi tumekuwa wanufaika wa fedha hizo zilizotolewa na Mheshimiwa Rais. Kupitia wizara yako Mheshimiwa Waziri, nichukue nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kyela kufikisha salamu za pongezi na salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais kwa kutukumbuka wana Kyela, kuwapa vitendea kazi ambavyo vinaenda kwenda kuwa chachu kwa maendeleo ya wananchi wa Kyela. Zinaenda kuwa chachu kwa vijana wa wilaya ya Kyela. Inaenda kuwa chachu kwa ajili ya mafanikio ya vijana. Nikupongeze sana pia wewe mwenyewe binafsi kwa jinsi ambavyo umerudi zaidi ya mara moja ndani ya wilaya ya Kyela. Mikopo hii inayotolewa ni waase ndugu zangu kuwa tukumbuke kulipa na tuwe waaminifu, kwa kuwa tuko naongea na Mheshimiwa Waziri pale ndani, anasema kwa jinsi ambavyo tumeanza kutoa kidogo, kwa kadri ambavyo vijana watakavyo wanarejesha, ndivyo hivyo ambavyo tutapata mikopo zaidi ndani ya jimbo letu la Kyela. Na leo tumewasikia kwa kinywa chao kwamba wameweza kupata mkopo ndani ya muda mfupi, tena mkopo wenye masharti nafuu. Hayo ndio alikuwa maagizo wa Mheshimiwa Rais, kwamba yale ambayo tumekutana nayo Kyela twende tuyafanyie kazi ili tuweze kutatua changamoto zao. Kwa kipekee kabisa naomba nichukue fursa hii nitoe pongezi na kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye hasa ndio ana maono haya ya vijana. Ndio maana akaunda wizara kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, wizara inayoshughulikia masuala ya vijana. Na mimi akanipa heshima kwa kipindi hiki niweze kusimamia na kuyatekeleza maono hayo kwa maelekezo yake. Na kitu kikubwa wanakizungumza ni kuhakikisha kwamba fursa za vijana katika nchi zinawafikia vijana wote kwa usawa. Tunao mfuko wa maendeleo ya vijana ambao katika program ambao Mheshimiwa Rais alikuwa ameahidi, alipita kwenye kampeni Tanzania nzima, akasema tukimchagua, tukimpa kura, atatenga shilingi bilioni 200 kwa ajili ya uwezeshaji wa mitaji wa kampuni changa na kampuni zinazokuwa, hasa kwa vijana na wanawake. Sasa fedha hizo zimegawanywa kwenye wizara mbalimbali katika awamu ya kwanza. Ziko fedha zimeenda Wizara ya Kilimo, ziko fedha zimeenda Wizara ya Uvuvi na Mifugo, ziko fedha zimeenda Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ziko fedha zimeenda kwenye Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia, ziko fedha zimeenda Wizara ya Habari, Utamaduni, Michezo na Sanaa, lakini pia ziko fedha ambazo zimeenda Wizara ya Viwanda na Biashara, na ziko fedha zimekuja katika wizara yetu. Sasa hizi ambazo zimekuja katika wizara yetu ndizo ambazo tunashughulika nazo siku ya leo. Lakini kwa maneno mengine, hii ni sehemu tu ya fedha zile za bilioni 200 zilizokuja hapa Kyela, lakini zipo ambazo zimepitia katika wizara zingine ambazo na zenyewe pia zimekuja hapa Kyela. Nimesema hivi ili vijana pia tufahamu kwamba ziko fursa nyingine zaidi ya hii ambayo tunaitoa leo, ambayo imekuja hapa katika wilaya yetu ya Kyela. Kwa uwezeshaji huu ambao tunaofanya kama serikali ni sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa mwaka 2050, ambayo lengo lake ni kujenga uchumi shindani, uchumi jumuishi, lakini uchumi ambao unaongozwa kwa rasilimali kubwa ambao ni rasilimali ya watu wenye ujuzi, wenye ubunifu na ambao wana uwezo wa kuzalisha mali. Lakini pia sera mbalimbali za maendeleo ya taifa letu imewatambua vijana kama nguzo muhimu ya utekelezaji wa kufikia uchumi wa kati daraja la juu ambao tunaulenga tufikie mwaka 2050. Lakini ili tufikie dhamira hiyo, lazima tutengeneze mazingira ya kuwafanya vijana wa nchi wanapohitaji mitaji, wanapohitaji mazingira mazuri ya biashara, wasiwe wanakwama katika maeneo yao. Kwa leo tunashuhudia moja ya utekelezaji
wa ahadi za Mheshimiwa Rais, lakini pia nimerudi kwenu kuwaletea mrejesho kwa sababu mlilituma, na niliwaahidi kwamba nitarudi tena nikiwa na majawabu ya maswali, maombi na maoni ambayo mmenipatia. Baadhi ya utekelezaji wa yale mlioniambia tayari yalikwishaanza kutekelezwa kama ambavyo taarifa imetolewa, lakini baadhi yalikuwa bado hayajatekelezwa na ndio tumekuja kuyatekeleza leo hapa Kyela. Kwa leo tunashuhudia mkopo ambao tunawapatia vijana katika vikundi hivi viwili, mkopo wa jumla wa milioni 87,735,900. Hii ni fedha ya Watanzania ambayo serikali imeamua kuipeleka mikononi mwa vijana ili iwe mtaji wa maendeleo, lakini pia ipunguze changamoto za kimaisha, hasa upatikanaji wa mitaji ambao vijana wamekuwa wakipambana nao. Na leo hapa Kyela mkopo huu utatolewa kwa maafisa wa usafirishaji maarufu kama bodaboda, na tumefanya hivyo kwa sababu ndio maombi ambayo tuliyapata kutoka hapa Kyela. Maeneo mengine wameomba vitu vingine na tumeendelea kutoa, na kama ilivyotangulia kusema, hii haitakuwa mwisho bali ni mwanzo wa kuendeleza uwekezaji na uwezeshaji wa vijana. Na hapa leo tuna vikundi viwili. Kikundi cha kwanza ni kikundi cha Muungano. Muungano upo? Nimeambiwa kuna wanufaika 6 kutoka kikundi cha Muungano, wanaume wako 5 na mwanamke yuko mmoja, na wenyewe tayari wamepokea shilingi za Kitanzania milioni 25,135,900, na kupitia fedha hizo wamenunua pikipiki 6. Katika hizo pikipiki kuna mambo tumeyafanya. Moja, tumehakikisha pikipiki hizo zinakuwa na bima. Kwa kila pikipiki ambayo watakuwa wamenunua kupitia fedha hii ambazo leo nitazikabidhi, wamekatiwa bima. Lakini pili, kila pikipiki imefungiwa kifaa cha ufuatiliaji, GPS tracking devices, ambayo dhamira yake ni kuhakikisha usalama wa pikipiki yenu, kwa sababu ziko changamoto tumepata maeneo mengine. Tumewawezesha, anakuja kukuambia pikipiki yangu imeibiwa, namna ya kuitafuta. Sasa hii GPS itawasaidia pikipiki yako inapata changamoto ya aina yote, tutaweza kuitafuta kwa kutumia teknolojia, tutaipata na tutaweza kuirudisha mikononi mwako ili kuhakikisha kwamba haupotezi uwekezaji ambao tumeufanya. Lakini pia kipo kikundi cha safari na usalama bodaboda cha Njisi. Kuna wanufaika wale pale 16 wamepokea mkopo wa shilingi milioni 62,580,000. Fedha hizo tumetumia kununua pikipiki zao 16, na wenyewe pia pikipiki zimelipiwa bima, na pikipiki hizo pia imefungiwa GPS kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa vyombo vyao vya usafiri, ili wanapopata changamoto tujue pikipiki ziko wapi, ziko kwa nani, tuweze kuzipata kwa urahisi. Hii yote tunafanya ili kupunguza changamoto ambazo watu wa bodaboda wamekuwa wakikutana nazo. Mwezesha kijana kujiwezesha, kujikwamua kiuchumi yeye na familia yake, lakini mwanzo wa utajiri wake, kwa sababu mwanzo wa bodaboda moja ndio ni next bodaboda nyingine. Lakini kikubwa tawakumbusha vijana kwamba mikopo tunayopewa na serikali yetu ambayo inataka tuende kuifanyia kazi inatakiwa irudi. Basi tuweke desturi na nia nzuri ya kwenda kurejesha mikopo kwa wakati ili tuweze kuwanufaisha vijana.